Benki Kuu ya Tanzania imetunukiwa tuzo kuu ya ubunifu katika huduma jumuishi za fedha. Tuzo hii inajulikana kwa jina la Nestor Pinilla Junior Financial Inclusion Award. Tuzo hii imetolewa na taasisi inayosimamia masuala ya huduma jumuishi ya fedha ya dunia, ambayo ina wanachama mpaka sasa hivi takriban wanachama 84. Tuzo hii ni mashuhuri na ya kipekee na inalenga kutambua nchi wanachama katika umoja huu wa AFI ambao wameonyesha juhudi kubwa katika ubunifu na matumizi ya teknolojia katika kutoa huduma jumuishi za kifedha. Hii ni katika kuchochea kasi ya upatikanaji na utumiaji wa hizi huduma jumuishi za kifedha na katika kutumia teknolojia. Tanzania ni nchi mwanachama tangia mwaka 2011. Tuzo hii ilitolewa mwaka huu mwanzoni mwa mwezi Septemba kwa Tanzania katika mkutano mkuu wa hii taasisi ya AFI, na ilipokewa na naibu gavana wa Benki Kuu Bi Sauda Msemo akiwa amemwakilisha gavana wa Benki Kuu ndugu Emmanuel Tutuba. Katika tuzo hii kuna mambo kadhaa ambayo tulipeleka, ambayo Tanzania tumeyafanya kupitia hapa Benki Kuu, ambayo tuliyawasilisha na yakatuwezesha kuibuka kidedea na kupata ushindi huu ambao ulishindaniwa na nchi mbalimbali. Ya kwanza ni Benki Kuu ilivyojikita na kuweza kutekeleza mfumo wa malipo ya haraka naitwa papo kwa papo, na mfumo huu unajulikana kwa jina la TIPS, Tanzania Instant Payment System. Katika mfumo huu tumeweza kutekeleza kwa ufanisi, na mfumo umeunganisha watoa huduma wote wa fedha ikiwa ni mabenki na mitandao ya simu. Na pia mfumo huu umepelekea kupunguza gharama na kuongeza malipo kwa njia ya kielektroniki. Na pia Benki Kuu imeweza kuweka msimbo milia wa malipo ambao kwa lugha ya Kiingereza unajulikana kama QR. Kwa Tanzania mfumo huu tumeuita TanQR, ambao unawezesha wananchi kupata huduma kutoka kwa watoa huduma mbalimbali, na hivyo kupelekea ongezeko la matumizi ya malipo kwa njia ya kidijitali nchini. Mchango huu ambao Tanzania tumeufanya kupitia kwa mfumo huu wa TIPS na TanQR umeweza kupata attention mbalimbali kwenye nchi mbalimbali duniani, kwa sababu kumekuwa na machapisho mbalimbali kwenye nchi mbalimbali duniani kueleza matumizi ya huu mfumo, na pia kufanya Benki Kuu kuwa mstari wa mbele katika kugawa ujuzi pia huu kwa nchi zingine za jirani. Kwa kuweza kuongezea hapo, tunaona kwamba matumizi ya malipo kwa njia ya kidijitali yameongezeka sana. Kwa mfano, kwa mwaka jana mfumo huu wa TIPS umeweza kuchakata miamala milioni 560 ambayo yenye thamani ya takriban trilioni 41. Na tumeona kwamba maongezeko ya miamala hii inaenda ikiongezeka mwaka hadi mwaka. So mfumo huu wa TIPS ni moja ya miundombinu ya jamii
ambayo inatuwezesha kutekeleza adha ya taifa ya kutekeleza uchumi wa kidijitali. Katika hatua nyingine ya kuchangia matumizi ya huduma jumuishi ya kifedha, Benki Kuu pia imeanzisha mazingira ya majaribio ya ubunifu ambayo tunayaita kwa lugha ya Kiingereza regulatory sandbox. Hii ni katika kuchochea ubunifu na matumizi ya teknolojia katika kuwezesha ubunifu kukua na kuleta tija